Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo tutaangazia namna kilimo bora cha kisasa cha mazao ya matunda kilivyo na fursa kubwa ya soko katika visiwa vya Komoro. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Kwa jiografia, visiwa vya Komoro vipo karibu zaidi na mkoa wa Mtwara ilipo Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI, kituo cha Naliendele. Juhudi za serikali ya mkoa wa Mtwara ni kuhakikisha kuwa wakazi wa Mtwara wanatumia fursa ya soko la mazao lililopo katika visiwa vya Komoro, ambapo serikali imeanzisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo biashara ya mazao ya kilimo. Ushirikiano huo unamuinua gavana wa kisiwa cha Anjuan kutembelea mkoa wa Mtwara pamoja na TARI Naliendele ili kubadilishana fursa, ambapo ameonyeshwa fursa mbalimbali za mazao ya kilimo ikiwemo mboga mboga, matunda pamoja na mabibo na korosho zilizoongezwa thamani. Siranga fursa ni muhimu dia Mungu avenza leo rajata rawasili harmai ardhi tukufu ya Tanzania raho Dar es Salaam tarawasili harma umuji mtukufu wa Mtwara. Risi shukuri ya umlahikiwele maderafanywa alati wahanda be nyangu wakati randisa huja harma ya umujunu wasulahikwa hawema be vojana rawasili vandu lahikwa hakika hawema mangavu. Talewa asubuhi ronana na Gouverneur Colonel Ahmed Abbas iliombarsu mshukuria halo arlahiki wakati iliombarsu shukuri wa jona waka kabla ya wai halo iliomada akarlahiki ichongesa rifanya mabadilisho ya fikra asubuhi ya leo atatiani riisia harma huona baadhi ya maadini na tongozilio masifanshi na zo storfai harma insiatu haswa za husu ya agriculture. Kwanza nashukuru Allah na kushukuria wa Tanzania mapokezi mema aliyopokelewa, na hii mara kwanza, hii mara nyingine anarudi hapa. Kwa mara kwanza amepokelewa vizuri na hapa tena amepokelewa zaidi vizuri. Na leo ameonana na mkuu wa mkoa Ahmed Abbas ambayo amempa fafanuzi vizuri kuhusu muhusiano kati ya wa Komoro na Tanzania, lakini hasa kati ya Anjuan na Mtwara. Na hapa leo tumefika hapa TARI ambao watu wanahusiana na mambo ya kulima. Kwa hivyo wameona mambo mazuri ambayo itaweza kufai kule nchini Komoro, hasa nchini Anjuan. Si mara nyingine si shukuria zi serikali nkuu zatu na marais watu hai mdungano wa unanya ulio baina ya nchi ya Tanzania na nchi ya Komoro iliomba muona mdungano mwema uliwaruhusu wasileo madhamana wabavu rijua rifanya mikataba na mabavu ya nchi ntukufu ya Tanzania. Shukuria jitihadi zozifanyishwa harma mdungano wa zisi za tuzombili. Nashukuria tena mahusiano mema ambayo iko kati ya marais wawili kati ya Tanzania na Komoro, ambayo kutokana na mahusiano ya marais ndio imepa fursa marais wa wilaya na mikoani wapate kuingiliana kwa mikataba ambayo itasaidia hizi nchi mbili inshallah. Samin mbazora wana harma aldima na zimkataba ilio madelio na harma ubadili elimu na harma msomo utofai haswa ushababu watu na wana watu na litumo latu na ya wakiba ya zinsi za tuwa hasonsi inshallah. Na yali yaona kati ya kilimo anaona kwamba itafaa sana na itasaidia wa vijana ambao wako wanataka kufanya kazi kwa upande wa kilimo, kwa sababu ameona mambo mazuri ambayo inaweza kuboresha kwa upande wa uchumi na upande wa kufanya biashara kati ya nchi mbili.
Nasir furahi leo wakati leo baada ya mwaha randisa rasinya mkataba wa hudungana rija leo paramba vantongo nyengi za njiani miongoni mwazo wenye biashara wasija zimarkabu zisija wanazoni wasija wangia huandisa husoma hakika ntongozi za furahisha samini bana za salia iliomba zahar mwa mkataba tutoshinda tenzia na asosia inshallah. Nimefurahi sana kwa sababu mwaka mmoja tu baada kusaini mkataba leo kuna mambo mengi tayari watu wameshaanza na imeingia njiani, kwa sababu hapa tunaweza kuona wanafunzi wameanza kusoma na wafanyabiashara wanakuja, meli inatoka Anjwa mpaka Mtwara na yale mengine ambayo yako njiani. Tuko na tamaa vizuri kwamba muda mfupi tu wataweza kuitia njiani inshallah. Hamwiso situmaini amba leo ni kiravili mahirla hikivanda situmaini amba tihale inshallah rila hikwaja guverner wa Mtwara hohonzwani au dhamana muhu wa Mtwara hohonzwani inshallah. Mungu atujalia mdungamano watu kena faida urufaidisha haswasi na mara nyingine tusumshukuria na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mara nyingine anashukuria, analeta shukrani kubwa kwa serikali ya Tanzania na Mtwara, na hii mara ya pili wa kumlahiki hapa Mtwara. Kwa hivyo natumai kwa mara itakayokuja tumpokee aidha mkuu wa mkoa au kiongozi yote hapa Mtwara afikie Komoro. Na hapa ndio mwisho, anashukuria wote ambao wamesaidia hii kazi mpaka leo, na namalizia maneno yake hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na juhudi hizo, tayari kituo cha Naliendele kinachukua jukumu la kuelimisha wananchi juu ya kilimo bora na cha kisasa cha mazao ya mboga na matunda na kuongeza thamani ya zao la korosho ili waweze kunufaika na soko la Komoro. Dr. Fortunus Kapinga ni mkurugenzi wa TARI Naliendele, anaeleza namna walivyojipanga kuwasaidia wananchi kunufaika na fursa ya soko la mazao lililopo katika visiwa vya Komoro. Kwanza tufahamu kwamba kuna ile kauli mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mtwara. Ndio. Anasema tufungue Mtwara. Sawa. Tuifungue Mtwara. Na kuifungua Mtwara, kila mtu kwa nafasi yake atakiwa ashiriki kwenye hilo. Sasa sisi kwa upande wa utafiti wa kilimo lazima kauli mbiu hiyo tuifanyie kazi kwa fani yetu. Sisi tunasaidia kufungua Mtwara kwa kuhakikisha shughuli zote za kilimo zinaweza kufanya mkoa wa Mtwara na nchi kwa jumla iweze kufika pale tunapotaka kufika. Nichukulie mfano, sasa hivi tumekuwa na ushirikiano na nchi mbalimbali ambazo sisi kwa upande wa Mtwara hapa kuna wenzetu wa Komoro, ambapo viongozi wa mkoa wa Mtwara wameshaenda Komoro na kurudi, lakini Komoro wamefika mara kwa mara. Vitu ambavyo wamefurahika navyo sana ni masuala ya kilimo, kupenda mazao mbalimbali ya kilimo ambayo sisi tunafanyia utafiti. Wamefurahika sana pia kuona jinsi ambavyo tunashughulika na tafiti za mazao ya bustani kama mboga na matunda, lakini mazao ya korosho yaliongezwa thamani. Yote haya si nasema ni fursa, kwa sababu kama nchi jirani hapa wanahitaji kupata mboga kutoka Tanzania, matunda kutoka Tanzania. Sasa ni wakati wa wakulima sasa na wadau mbalimbali kushiriki kwenye kuzalisha bidhaa ambazo wenzetu wanazihitaji. Wameonyesha pa wazi kabisa kwamba wanapenda sana wangekuwa wananunua mboga au matunda kutoka huko kwetu Tanzania. Na Mtwara ndio sehemu fursa karibu kabisa ambazo ni mwendo wa masaa kadhaa mshafika kwao. Kwa hiyo hii sisi tunasema ni fursa kwa sababu ni soko lipo kwa maana hiyo. Na wao walivyo tulioongea nao wanasema kwao kule na kuna changamoto nyingi ambazo zipo, ikiwemo uhaba wa mboga na matunda ambayo yako fresh. Mengi wanasema wanatoka toka nchi zingine mbali kabisa huko, lakini hapa kwa masaa tu kadhaa na kwa wamefika kwao. Kwa hiyo niseme hilo ni jambo zuri kwetu, na
Kwa mahusiano hayo ambayo viongozi wetu wameanzisha, sisi kwa nafasi yetu lazima tuyafanyie kazi kuhakikisha kwamba wananchi sasa, ile dhana tunasema siku zote tusitegemee huku Mtwara zao moja tu la korosho. Sasa mara yake ndio hapo, badala kusema tutegemee korosho kuvuna mara moja kwa mwaka au msimu wa korosho tu. Fursa ndio kama hizo. Kama watu wamekuja hapa wanahitaji mboga ambazo ni fresh na matunda, basi ni zao lingine la ziada, mazao mengine ziada yale. Kwa hiyo sisi kwa nafasi hiyo tunasema na tunahimiza wananchi ambao wako mikoa hii ya Ruvuma au Mtwara au Lindi, hasa Mtwara, ni fursa ambazo zipo, tumeziona wazi. Hawa jamaa wasingefika huku kuja kutembelea kama ingekuwa hawana mitaji hivi vitu. Wamekuja kutafuta soko, kutafuta bidhaa ambazo kwao wanazihitaji. Sisi ndio wenye kuzalisha. Na bado nasisitiza, Mtwara bado na fursa za mazao mengine zaidi ya korosho. Wameonyesha wazi kwamba wanataka matunda, wanataka mboga. Lakini katika maongezi pale tulivyokuwa kwenye maeneo mengine katika ziara hii waliokuwa nayo pale, walikuwa wanaongeza upande wa mifugo. Wameongelea pia wangehitaji mifugo ambayo wanyama ambao ni live, wanyama ambao wanyama hai, baada kupeleka nyama kwa peke yake. Wameongelea yale yetu. Sasa sisi kwa upande wetu, sisi tu kunyasa kwenye mambo ya mazao haya shambani ya kilimo. Kwa hiyo kama watafiti, bado kwa nafasi yetu kama watafiti, ni fursa nyingine ya kubadilishana mawazo na watafiti wa kule kama wapo kwenye fani zetu. Ni fursa pia kubadilishana hata mbegu. Kama wao wana mbegu labda zinafahamu kuna stawi kule kwao vizuri zaidi, pengine inaweza ikaja kwa kazidi zaidi kustawi zaidi kuliko kwetu. Lakini pia sisi inaweza pia kwa upande huo ni fursa sisi ya kuongeza pia vinasaba vya mazao mbalimbali ya kilimo ambayo pengine hatuna. Kwa hiyo sisi kama watafiti, hii inasema pia ni fursa ya kubadilishana hata zile vinasaba vya mazao mbalimbali ya kilimo yanayostawi kule na huku. Kilimo cha migomba kinastawi sana katika mkoa wa Mtwara, na kutokana na soko kubwa la ndizi lililopo katika mkoa huo pamoja na visiwa vya Komoro, TARI na Liendele imeamua kuwafundisha wananchi kilimo hicho ili wanufaike na fursa ya soko hilo. Ni kwamba katika moja ya mambo ambayo hao jamaa hao kutoka Komoro wameongelea ni matunda, lakini wamefurahi sana kuona ndizi hapa zinastawi, na wamesema kule kwao kuna ndizi zinafanana na hizi rangi yake, lakini migomba inazalia juu sana, sio mifupi kama hii. Sasa nikasema inawezekana mbegu ambazo wanapanda wao sio nzuri kulinganisha na kwetu. Sisi kwetu zilikuwa ni fupi kiasi ambacho unaweza kuta size kama imezaa. Lakini nikasema inawezekana pia matunzo yao yakawa sio mazuri. Unakuta mgomba unaenda tu auzai alafu pengine umeshikana sana. Kwa hiyo yote inawezekana. Lakini cha msingi bado nasema mbegu bora lazima pia uzingatie. Sio kila mgomba unaopanda utakupa kile ambacho mteja anahitaji. Kuna wengine wanaweza kuhitaji pengine ndizi kwa ajili ya kuivisha. Wengine wanahitaji kwa ajili maalum ajili ya kupika tu. Wengine labda kwa ajili ya kutengeneza vinywaji, kama mfano kama Tanzania kuta ile na mbege, sio kuna ndizi maalum za mbege, watapenda kwa ajili ya mbege. Yote ni mambo ambayo inabidi kuzingatia. Kila aina ya mbegu unayopanda ujue kwamba lengo lake ni nini, kama unaenda kibiashara. Na kama kilimo ni biashara, lazima ujue utalima hizi ndizi, mteja wako ambaye utamuuzia ni nani, anataka ndizi za aina gani, anataka kwa hiyo hizo yote hayo lazima sasa uende kufuata sasa taratibu za kilimo ni biashara. Kama kilimo ni biashara, nasema lazima ujue kwamba unalima ili kuuza. Kama unataka kuuza, unamuuzia nani? Unataka kumuuzia, anataka anunue ndizi za aina gani, kwa ajili ya nini? Yeye atasema yeye, au utajua soko linavyotaka. Kwa hiyo sisi hapa shughuli zetu kama watafiti, tuna aina mbalimbali za mbegu za ndizi migomba ambayo kwa matumizi mbalimbali. Sasa wakulima sasa na wadau mbalimbali wakija hapa, tunawaeleza ukitaka ndizi zenye sifa hizi ndizo unataka, mbegu ina aina fulani. Kwa hiyo hayo yote lengo letu tunahakikisha kwamba wakulima wasipate shida kutafuta aina mbalimbali za mbegu za ndizi. Na
Tunafanya hivyo kwa sababu kituo chetu ndio hakina jukumu la kufanya utafiti wa mazao haya ya ndizi kitaifa, lakini kama tuko huku Mtwara, wakulima wa Mtwara wanahitaji kulima ndizi, hakuna sababu umwambie ndizi utapata labda Bukoba kule Maruku, kuna kituo chetu kwa Maruku kule, au utaenda Tengeru Arusha au sasa. Sisi kama kituo cha utafiti wa kilimo TARI Naliendele tuna jukumu pia la kufanya tafiti ambazo vituo vingine vyenzetu vinafanya kitaifa. Kama lile zao linahitajika huku, basi tunaendeleza nalo huku. So wote tunafanya kazi za serikali, wote kazi ya Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo lengo letu ni kupunguza usumbufu ambao mkulima aliko Mtwara angeupata kama sisi tusingefanya kazi hiyo. Na ndio maana ukienda kwa mazao mengine kama mfano karanga, ufuta au korosho, vituo vingine ambavyo viko chini ya TARI vinafanya shughuli hizo kule kwao kama wakulima wanahitaji zao lile. Baada ya kusema mtu atoke Naliendele akashughulike na karanga au ufuta mara kwingine, usiku zote tunashirikiana wenzetu kwa kisha ile zao linafika kwa wakulima kwa gharama nafuu na kwa wakati mwafaka. Soko la mazao ya kilimo ambayo yamefanyiwa utafiti na TARI Naliendele ni kubwa katika visiwa vya Komoro. Mratibu wa tafiti na ubunifu wa kituo hicho, Dr. Wilson Nene, anaeleza kuwa wamejipanga kuonesha fursa kuanzia uzalishaji wa mbegu, kilimo na uongezaji wa thamani ili kumfanya mkazi wa mkoa wa Mtwara kunufaika na soko la mazao katika visiwa vya Komoro. Wageni hawa kutoka Komoro, sisi kwetu tumeona ni fursa, kwa sababu wao wenyewe wamekuja, tumeeleza shughuli zetu za kitafiti, teknolojia mbalimbali tulizonazo na fursa tulizonazo, na kweli na wao wameona Tanzania au kupitia kwetu ambao tumewapokea hapa Mtwara, TARI Naliendele, wameona kweli hapa ni mahali sahihi. Tumeelezea teknolojia mbalimbali tulizonazo kwenye mazao mbalimbali, upande wa zao la korosho, upande wa ufuta, upande wa karanga, lakini pia na mazao mengine, kuanzia kwenye uzalishaji wa kupata namna gani ya kupata mbegu bora, namna gani ya kilimo bora, lakini pia na namna gani ya kupambana na changamoto mbalimbali wakati wa uzalishaji, ikiwa ni udhibiti wa visumbufu kama magugu, magonjwa, vimelea na wadudu waharibifu kwenye mazao mbalimbali. Lakini pia na kwenye uongezaji wa thamani, wameona product mbalimbali zinazotokana na mazao yetu. Kwa hiyo teknolojia mbalimbali ambazo tunazo wameziona, na kwao sasa imekuwa ni fursa ya kwamba kupitia hata haya mahusiano na wao watakuwa sasa, tumeelekezana kwamba wanaweza kuwa wanaleta watu wao ni watafiti katika kada mbalimbali, ni wanafunzi katika hatua mbalimbali, ikawa hata kituo chetu kikawa ni kituo atamizi kwa ama ya incubation center. Wanakuja wanajifunza, ni wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, miezi miwili, alafu pia na sisi tunashare nao walivyonavyo utafiti katika mazao mbalimbali, teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo inatusaidia na sisi, lakini pia na wao tunapanua wigo wa uelewa kwa maana ya knowledge, lakini pia na skills. Mwisho wa siku sasa inatusaidia wote kwa pamoja katika kutatua changamoto mbalimbali za wadau wetu kwenye mazao haya tunayofanyia utafiti, mazao haya tunayodili nayo. Kwa hiyo kutoka kwenye upandaji katika mnyororo mzima tuseme wazao, toka kwenye uzalishaji mpaka
kwa mlaji. Mtazamaji, zipo changamoto kadhaa kwenye ushirikiano baina ya visiwa vya Komoro na mkoa wa Mtwara, ikiwemo changamoto za usafirishaji wa bidhaa. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Ahmed Abbas Ahmed, anasema changamoto hizo zinatatuliwa ili kuimarisha ushirikiano uliopo na kusaidia wananchi kunufaika na fursa zilizopo. Ninawashukuru marais wetu wote wawili wa Tanzania na Komoro kwa kuendeleza uhusiano huu, na sisi wasaidizi wao tunafarijika kuona kwamba tunao viongozi ambao wanashirikiana. Mambo hayo yanahusu usafiri, yanahusu elimu, yanahusu biashara, yanahusu kilimo, yanahusu mifugo, yanahusu fursa za uwekezaji. Leo tutajaribu kuwapitisha kwenye yale tuliyokubaliana na tulivyotekeleza, lakini kama mtabaini kwamba kuna mambo ambayo hayakwenda vizuri kama ulivyotangulia kusema, basi tutayawekea mkazo na msisitizo ili tuyafanye kwa uzuri zaidi. Wakati unatoa utangulizi wako, nimesikia matatizo mbalimbali yanayokuta watu wa pande hizi, hasa wakweni wanapokuja huku, mojawapo ikiwa ni visa, lakini lingine ni changamoto za usumbufu wanazopata wafanya biashara, lakini lingine ni matatizo wanayoyapata wanafunzi, lakini lingine ni ucheleweshaji wa wafanya biashara wanapofika bandarini, lakini lingine ni maombi ya meli za mizigo pia kubeba abiria, lakini pia umefanya maombi mengine ya kuomba walimu kwa ajili ya kuwafundisha watu wenu juu ya uzalishaji wa chumvi, lakini juu ya uzalishaji wa kilimo kwenye ardhi ndogo, lakini kilimo kiwe cha kisasa. Haya yote tutaenda kuyafanyia kazi, na Mungu akitujalia basi mnaweza mkapata kulingana na mlivyoomba. Mtazamaji, hadi hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.